asifiwe kanisa. Tukutane hewani. Kule nje Bwana Yesu asifiwe. Haya basi, ninayo furaha kubwa kwa Mwenyezi Mungu kunipatia nafasi tena ya kusimama na kunitumia kama chombo ili basi kufikisha ujumbe ambao amekusudia wana na binti zake tupate mchana wa leo. Kwa namna ya pekee nimenyenyekezwa na namna ambavyo tumerejea madhabahuni. Kimsingi ilikuwa ni ibada tosha, tungeweza kupata ombi la kufunga tukaondoka, kwa maana ilikuwa ni ibada yenye vipengele vyote, na watu tulimimina mioyo yetu kwa Kristo na Kristo amekutana na mahitaji yetu. Basi tunaingia kwa ajili ya ibada fupi tena ili tukaweze kuendelea na ratiba ya siku ya leo. Kama nilivyokwisha kunitambulisha, naitwa Jimmy Makfuna, ni miongoni mwa wazee wa kanisa, na siku ya leo tutazungumza kwa habari ya neno la Mungu. Nina somo fupi ambalo kichwa chake kinasema ghadhabu ya Mungu ni juu ya uovu na waovu. Ghadhabu ya Mungu ni juu ya uovu na waovu. Ningependa kuwa na msomaji wale fulani sileta kwa shika maiki vizuri kabisa, utakuwa ukinisomea baadhi ya mafungu ili basi tuende kwenda vizuri. Haleluya Bwana. Kichwa cha somo kinasema ghadhabu ya Mungu ni juu ya uovu na waovu. Saa ingine binadamu amekaa amefikiria akaona kwamba kwa nini kuna kitu kinaitwa hukumu? Kwa nini kuna kitu kinaitwa hukumu? Kwa nini Mungu anasema siku ile akija mara ya pili ataangamiza uovu wote na waovu, na atawaangamiza na kuwapoteza kabisa katika uso wa dunia? Kwa nini Mungu ambaye yeye mwenyewe ndiye aliyetuumba, lakini tayari ameweka mpango tayari kwa ajili ya kuangamiza uovu wote pamoja na waovu? Je, ni kwamba Mungu hatupendi au ni kwa namna gani? Lakini tunakuja kuona kwamba kabla ya yote mpango wa wokovu ulikuwa umekwisha kuwekwa tayari, na binadamu akawa amewekewa sheria ambayo itakuwa ikimkumbusha kama kioo kwamba hapa uko sahihi, hapa hauko sahihi. Akapewa nafasi ya kuchagua, nafasi ya kuchagua kutenda yaliyo mema na nafasi ya kuchagua kutenda yaliyo maovu. Basi kilichobakia sasa ni uchaguzi tu, ndio utafanya uje uangamizwe pamoja na uovu ulio ndani yako au uokolewe na utukufu wa Mungu ulio. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiari na kuchagua, katika hiari na kuchagua. Kwa hiyo mtu kwa maamuzi yake mwenyewe aweza kuamua kujipatia wokovu, na mtu kwa maamuzi yake mwenyewe pia anaweza kuamua kuangamia. Naona msomaji si mzee Ima utanisaidia. Utaanza na ile fungu letu kiongozi katika Warumi 1 fungu la 18. Tusomea mtu wa Mungu, karibu. Kitabu cha Warumi 1 na ile fungu la 18, Biblia inasema, naam, kwa maana ghadhabu ya Mungu imedhihirishwa kutoka mbinguni. Imedhihirishwa kutoka mbinguni juu ya uasi wote na uovu wa wanadamu waipingao kweli kwa uovu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Ghadhabu ya Mungu ipo kwa ajili ya uovu na wale wanaotumia uovu kupinga ukweli wa neema ya Kristo. Hakuna jambo linalomghadhabisha Mungu wa mbinguni kama kutenda yaliyo maovu. Hakuna kitu kinachomkasirisha na kumhuzunisha Mungu kama mwanadamu yule yule aliyempa mpango wa wokovu akatoa mwanawe wa pekee, huyo akachagua ya uovu. Na ndiyo maana hapo tunapata sababu kwamba ni kwa nini Mungu sasa baada ya haya yote ameandaa mpango wa kuja kuangamiza uovu pamoja na waovu wote, wakiongozana na kiongozi wao wa uovu ambaye ni yule mwovu Ibilisi. Bwana Yesu asifiwe.
Labda tuzungumze kwa habari ya uovu. Uovu kwa tafsiri ya haraka, uovu ni uasi wa sheria ya Mungu. Kwa hiyo ukiona unatenda jambo ambalo liko kinyume na amri ya Mungu, huo ni uasi wa sheria, kwa hivyo tunaita ni uovu. Na ndilo somo la siku ya leo, kwamba Mungu, ghadhabu ya Mungu ili juu ya uovu na waovu. Amri za Mungu ziko wazi na tumezifahamu toka utoto wetu, lakini pale tunapokuwa hatuzitendi sawa sawa na ambavyo zimeandikwa, moja kwa moja tunakuwa tumeiasi sheria na moja kwa moja tunakuwa tumetenda uovu. Msomaji, naomba nisomee Warumi 1 fungu la 32. Warumi 1:32 nasema, naam, ambao wakijua sana hukumu ya haki ya Mungu, ndio ya kwamba wayatendao hayo wamestahili mauti. Ndio hayo, wala si hivyo tu, bali wanakubaliana nao wayatendao. Amina. Kwa hiyo neno linatuambia kwamba tunapokuwa, sio kwamba hatufahamu nini tunatenda. Tunafahamu tunachokitenda ni uovu, na tunajua kwamba mshahara wa dhambi ni nini? Ni mauti, lakini tumedumu katika kuyatenda hayo. Na sio tu kuyatenda, tumekubaliana nayo. Kwa maana nyingine, tumechagua kuwa wa kuangamia milele. Yesu asifiwe. Hello. Kama tuko pamoja, punga mkono. Amen. Kwa hiyo katika Warumi 1:32 anasema kwamba uovu ni kwenda kinyume na yale ambayo tunayajua ni mapenzi ya Mungu, tunakwenda kinyume nayo. Na sio kwamba hatufahamu, tunafahamu kwamba mwisho wake huzaa mauti, na pia tunayatenda tu. Na vile vile anasema sio kwamba tunaishia kuyatenda, tunakubaliana na litakayotokea mbele ya safari, kwamba dhambi ni tamu kiasi hicho, kiasi cha kwamba unajua unakokwenda, unakwenda kugonga ukuta na kufa, lakini bado unakwenda katika uelekeo huo. Watu wa Mungu, dhambi imefika mahali imetupumbaza, imetukamata kiasi kwamba tunajua matokeo yake ni nini, lakini hatuko tayari kuiacha. Mtu anajua nikimwasi Mungu kwa kufanya uzinzi, mwisho wake ni mauti, lakini anasema basi Mungu kama yote mema niliyoyatenda hata yahesabu, atahesabia tu ili la uzinzi, acha nikafa. Kwamba uzinzi umechukua nafasi ya akili yako, kwamba uko tayari kuelekea mauti kwa sababu ya uzinzi. Watu wa Mungu, masengenyo, fitna, husuda, yote hayo tumeshindwa kuyaacha na tuko tayari kuendea mauti. Lakini niwakumbushe jambo moja, kwamba maisha yoyote tunayoishi kila siku, tujue tutatoa hesabu siku ya mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno lolote ulitendalo, hesabu yake utaitoa siku ya mwisho, siku ambapo vitabu vya hukumu vitafunguliwa. Simama kuelezea kila tendo ulilotenda. Haijalishi ulitenda ukiwa sirini, tenda kwa wazi, yote utatoa hesabu yake, na mwisho wa siku wewe mwenyewe utakiri kwamba hukumu za Mungu ni za haki. Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Msomaji wangu, naomba katika ile ya fungu la 28:31. Biblia inasema, naam, na kama walivyokataa kuwa na Mungu katika fahamu zao, Mungu aliwaacha wafuate akili zao zisizofaa, wayafanye yasiyowapasa. 29, wamejawa na udhalimu wa kila namna, uovu na tamaa na ubaya, wamejawa na husuda na uuaji na fitna na hadaa, watu wa nia mbaya, wenye kusengenya. 30, wenye kusingizia, wenye kumchukia Mungu, wenye jeuri, wenye kutakabari, wenye majivuno, wenye kutunga mabaya, wasiotii wazazi wao, wasio na ufahamu, wenye kuvunja maagano, wapenda jamaa zao, wasio na rehema. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana.
Msomaji, katika kuanzia fungu la 30 utakuwa ukisoma dhambi moja baada ya nyingine. Anza mstari wa 30 hapo. Wenye kusingizia. Wenye kusingizia. Jamani, kuna dhambi ambazo kwa muonekano wake zinaonekana kama si dhambi. Kuna dhambi tumefika kuzizoea kiasi kwamba nahisi kumsingizia mtu kwa jambo lolote kama sio dhambi. Lakini dhambi ambayo inatambulika mbele za Mungu na ni uasi wa sheria, na pia ni miongoni mwa vitu vitakavyotupeleka motoni. Dhambi nyingine, kumchukia Mungu. Wenye kumchukia Mungu. Hello. Kuna wimbo mmoja umeimba na kwaya, nadhani nisonga mbele, kwamba mfinyanzi amefinyanga bidhaa yake, lakini chombo kikiwa bado kiko ndani ya mikono ya mfinyanzi kinaanza kumchukia mfinyanzi wake. Hello. Hivi kuna namna kitu na kifinyanga mwenyewe alafu bado kinakuchukia? Kwa hiyo tunayo dhambi ya kumchukia Mungu aliyetuumba. Endelea msomaji. Wenye jeuri. Kanisa la Mungu sasa hivi, jeuri imekuwa ni bidhaa ambayo ni maarufu sana. Na jeuri pengine imetokana kwa sababu ya mafanikio fulani, umaarufu fulani. Pengine umeumbwa mzuri, umeumbwa na ufahamu mzuri, umekuwa na kipato kizuri, umekuwa na jeuri, unaifanya kazi ya Mungu sio kwa kiwango ambacho Mungu alikutuma ukifanye, sio kwa kiwango ambacho Mungu analizishwa nacho, lakini ni kwa sababu ubinadamu unatuingia, tunajikuta tunakuwa na jeuri hata mbele ya aliyetuumba. Jeuri. Endelea msomaji. Wenye kutakabari. Wenye majivuno. Na sababu ya kujivuna pengine ni huyu mfinyanzi ameumba kitu fulani ambacho umehisi kwamba sifa zote zinatakiwa zikurudie wewe. Unajivuna kwamba msipofanya hiki mimi sifai. Msiponinunulia gari au hata pikipiki sikubali kuwa mzee wa kanisa. Msiponipa suti sikubali. Unajivuna kwa sababu tu kuna mambo fulani ambayo huyu mfinyanzi ambaye ni Mungu wetu ameyaweka ndani yako. Imegeuka kuwa mwiba, hutaki kuifanya kazi ya Mungu, unajivuna na unafanya kazi yake kwa majivuno. Endelea msomaji. Wenye kutunga mabaya. Kuna watu mchana na usiku akili zao zimekuwa kiwanda cha baya. Akiona watu wanacheka anatunga ubaya ili wagombane. Akiona kuna jambo fulani limenyoka atatunga kitu namna fulani ambacho kitakuja kumwinua shetani. Tumefikia katika hatua hiyo katika la Mungu. Watu hawapendi amani katika kanisa la Mungu. Watu hawapendi mazuri yakitokea katika kanisa la Mungu. Atatunga ubaya ili tu pale ambapo pamenyoka haweze kupinda na shetani akainuliwe. Endelea msomaji. Wasiotii wazazi wao. Tunao wengi tusiotii wazazi wetu, tukihisi kwamba ni jambo tu la kawaida. Pengine dhambi ni uzinzi, kutoa zaka na sadaka, kuiba, kuua, lakini kumbe hata kutotii wazazi ni dhambi mbele za Mungu wetu wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Endelea msomaji. Wasio na ufahamu. Endelea. Wenye kuvunja maagano. Endelea. Wasiopenda jamaa zao. Kuna watu tangu tumefika Dar es Salaam, wale jamaa zetu wengine tulioacha nyumbani, tulikuwa tukiabudu nao, tulikuwa tukitiana moyo katika safari ya kwenda mbinguni, lakini tumewaacha na kuona kuna daraja fulani tumelivuka ambalo hatupaswi kuwa karibu nao. Endelea msomaji. Fungu la 32. Ndio. Ambao wakijua sana hukumu ya haki ya Mungu. Hukumu ya haki ya Mungu. Ya kwamba wayatendayo hayo wamestahili mauti. Wanatenda hayo. Lakini wanatenda hayo. Wala si hivyo tu. Bali pia wanakubaliana na mauti. Bwana Yesu asifiwe.
Habari mbaya si kutenda maovu. Habari ni mbaya kwamba tumefahamu kwamba huu ni uovu na matokeo yake ni mauti, lakini tumesema potelea mbali, wacha mauti nipate. Wacha mauti nipate, kuliko kuacha kusengenya, wacha mauti nipate. Mchana wa leo Mungu wa mbinguni anatukumbusha juu ya haya machache na mengine mengi ambayo yamekuja kuleta uovu ndani ya kanisa. Tunapaswa kumlilia Mungu, kuziungama njia zetu zote mbaya ambazo tumezifanya mbele zake, tukijua kwamba saa ya hukumu ipo na inakuja upesi, na kila mmoja atasimama na kujitetea kwa zamu yake. Hakuna baba atakwenda kutetea maovu ya mwanaye, wala hakuna mwana atachukua maovu ya babaye. Katika saa ile ya hukumu, kila mmoja atasimama na kutoa hesabu ya yale aliyoyatenda. Habari gani mchana wa leo sisi ambao pengine kwa namna moja ama nyingine tumezimiliki dhambi fulani, kwamba hii dhambi ni ya kwangu na siwezi kuiacha. Pengine ulianza kupiga mbio, ulijaribu kuacha dhambi fulani, ukaona imeshindikana, ukafika mahali umeimiliki, unasema hii dhambi nitaacha zingine zote isipokuwa hii hapa. Mungu wa mbinguni atupe neema mchana wa leo. Hakuna dhambi inayoshindikana kuiacha uongozi wa Roho Mtakatifu. Hakuna dhambi ambayo itafanya leo tuseme potelea mbali, mimi nimechagua kuwa wa mauti milele, eti kwa sababu tu nimeshindwa kuacha dhambi ya uzinzi, eti kwa sababu tu mimi kuishi bila siwezi, bila kukana kutunga uovu ili watu wa Mungu wafarakane siwezi, basi bora nihesabie mauti ya milele. Mungu wa mbinguni atusaidie. Tunayajua mengi na tumeyasoma mengi na tumejifunza mengi, yakiwepo na haya ambayo tumeorodhesha, kwamba yote hayo yanatupeleka katika uangamivu na kupotea milele. Na hata katika kurejea madhabahuni zungumza kwamba kuna watu wamebeba mambo fulani kwenye mioyo yao ambao kimsingi si mambo mema, yamefanya hata afya zikazorota, yamepelekea mahusiano mazuri na Mungu wao kupotea, sababu tu wameshikilia dhambi fulani, kwamba dhambi fulani siwezi kuiacha. Mchana wa leo ninakupendekezea kwa rehema ya Mungu wa mbinguni, Mungu awezaye kusafisha dhambi, akaweze kukuokoa katika dhambi hiyo ambayo imekushikilia muda mrefu. Mungu wa mbinguni akakuwezeshe kukata minyororo yote ya dhambi hiyo ambayo umeitenda mpaka ukaizoea, siweze ukaishi bila hiyo dhambi. Mungu wa mbinguni aliyetuita kutoka kona mbalimbali, akatusogeza chini ya dari hii, leo hii sauti yake kutoka juu mbinguni inatuambia kwamba yeye adhabu yake kubwa ni juu ya uovu na waovu. Mchana wa leo iwe nia yako na shauku yako kwamba kwa sababu Mungu ghadhabu yake ni juu ya uovu na waovu, basi nisiwe kwenye kundi ambalo ghadhabu ya Bwana inawaka juu yao. Yesu atakapokuja nisimkimbie na kutafuta vilima na miamba iniangukie, badala yake nimlaki na kusema wewe ndiye niliyekungoja kwa ajili ya wokovu wangu. Mungu wa mbinguni mchana wa leo akakutane na mahitaji ya mioyo yetu. Mungu wa mbinguni anayejua kutakasa, akatutakase katika dhambi ambazo tumedumu kuzitenda. Sikia rafiki, kuna dhambi umekuwa ukiitenda, ukitubu na ukiitenda tena. Sauti ya Roho Mtakatifu inayoendelea ndani ya moyo wako kukukumbusha kwamba hii ni dhambi, rejea kwa toba. Ipo siku itakoma, kwa sababu itakuwa ni dhambi ambayo ni mazoea. Hata hiyo sauti ikikwambia, utaona basi ni hali ya kawaida, na hiyo dhambi itazaa na kuzaa, haitasameheka mpaka itakupeleka katika mauti ya milele. Mchana huu wa leo nipende kuona watu ambao wanamsihi Mungu wa mbinguni kwamba Mungu, dhambi imekuwa na ugumu kuiacha. Kuna dhambi nimekuwa nayo tangu miaka sasa. Nimejaribu kufanya namna zote kuiacha, nimeshindwa. Nimejaribu hata kushirikisha rafiki tukaomba, shindwa. Mpaka nimekata tamaa. Nimejihesabia kwamba mimi ni wa mauti ya milele. Mungu nisaidie, maana hata mimi uzima wa milele na utaka.
Mungu wa mbinguni, nisaidie kuiondoa dhambi hii. Kama ndilo ombi lako mchana wa leo, waweza kusimama pamoja nami. Kwa mbinguni peke yangu siwezi. Kwa mbinguni kila nikitaka kuacha dhambi nashindwa. Mungu wa mbinguni, nimeishi maisha ya dhambi kana kwamba ndiyo amri yako tuishi hivi, lakini leo nataka kukugeukia uso wako, ulie kuiacha dhambi hii, maana hakuna duara kubwa, zote ni machukizo machoni pa Mungu. Hebu tumgeukie Mungu wa mbinguni aliyetuumba. Yeye anaweza kututenga mbali na dhambi, uovu na uasi wote. Nimshukuru Mungu wa mbinguni wakati mzee wetu kiongozi atakapokuwa anajiongea mbele kwa ajili ya kuliweka kutano hili mikononi mwa Mungu. Endelea kutafakari ndani ya moyo wako, mlilie Mungu asafishe hiyo dhambi uliyoitenda. Na kuna mioyo imekata tamaa, na wengine waliwaza hata kuacha imani kwa sababu tu mapambano dhidi ya dhambi yalikuwa magumu, na pengine yalionekana yawezekani wala hayana tija. Piga hatua leo tena kumwelekea Mungu wa mbinguni. Yeye Mungu aliyesema, njooni kwangu ninyi nyote mnaolemewa na kusumbuka na mizigo, nami nitawapumzisha. Mchana wa leo piga hatua, sogea mbele kwa ajili ya kumkiri Mungu kwamba wewe ndiye unayeweza kunitakasa. Lakini iko nafsi inayosema kuna dhambi fulani nimeteseka nayo muda mrefu. Tunapokwenda kuomba, naomba Mungu akaweze kufanya jambo fulani ambalo lilikuwa hitaji langu, ila kwa sababu ya dhambi fulani hata sijalipata. Unaweza kupiga hatua kusogea hapa mbele kwamba kuna dhambi fulani ambayo imefanya ombi lako fulani katika maisha halifanikiwi. Kuna ugonjwa fulani unagoma kuondoka katika maisha yako. Sogea mbele tunapoenda kuomba, tukukabidhi mikononi mwa Mungu. Na kuna mwingine anasema kupitia hubiri la siku ya leo, nataka kumkiri Mungu kumkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Pia niongea mbele pale ambapo mzee wetu kiongozi anapenda kuomba. Mchana wa leo nawatakia baraka za Mungu wa mbinguni. Dhambi zote zilizoshindikana mchana wa leo zikatakasike kwa jina la Yesu. Na wote tukarudi tukiwa tumetakasika. Karibu mzee wetu kiongozi kutukabidhi katika mikono ya Kristo. Barikiwa mtu wa Mungu, barikiwa mtu wa Mungu. Karibuni wazee, mwashike mkono watu wa Mungu kwa namna ya kuwakaribisha. Hatimaye turejee miguuni kwa Kristo ili tupate wokovu. Hongera watu wa Mungu kwa kupiga hatua. Bado nafasi iko. Kuna mtu anasema leo natoa maisha yangu kwa Kristo, akanitakase na nikaanze safari yangu upya ya maisha ya imani. Karibu mtu wa Mungu, sogea mbele. Amina, amina. Sogea mtu wa Mungu, sogea umkabidhi Mungu maisha yako, maana wakati ni huu wa leo kuamua kwa ajili ya wokovu. Amina, amina. Sogea wazee, wapeni mikono watu wa Mungu kwa namna ya kualika katika ushirika na Kristo. Natoa vyote kwako, nafasi nazo nguvu, iwe vyako milele, nakutumaini.
Leo nataka kurudi na uhusiano wangu wa karibu na Mungu. Karibu. Unasema leo nataka kumkiri Yesu tena kwa mara nyingine. Nataka nianze kupiga hatua upya katika maisha na kumtegemea Mungu mbinguni. Karibu mtu wa Mungu, piga hatua. Ukikaa ibadani mwako, njoo kabidhi Yesu maisha yako. Tembea mtu wa Mungu, tembea mtu wa Mungu. Nafasi Baba yuko. Amina, amina. Karibu mtu wa Mungu. Njoo leo. Pengine saa hii ndiyo saa njema sana kwako. Kabla ukomo wa maisha yetu hapa duniani hujafika, basi tumkiri Yesu mbele za watu, naye atatukiri mbele za Baba. Njoo rafiki. Baada sauti ngali kuzungumza moyoni, iko nafsi ambayo inazungumza ndani ya moyo wako. Sogea, mkiri Yesu. Sogea mbele mtu wa Mungu, kumkiri Yesu kwa Bwana na Mwokozi. Jitoe. Peke yako huwezi, lakini Mungu atakupigania. Nyanyuka katika kifungo hichi cha Yesu. Amekuandikia mauti, lakini mkane leo, chagua uzima. Ikane na uzima. Sogea mtu wa Mungu. Sogea mtu wa Mungu. Sogea kumkiri Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Ashukuriwe Mungu kwa hawa waliokuja na wengine wanaendelea kutafakari, nafasi bado iko. Mungu wa mbinguni anatualika tuchague uzima na si mauti. Tuache dhambi na zile ambazo tumekwisha kuzitenda, tutubu dhambi hizo, maisha upya ya kumkiri Bwana kuwa kiongozi wa maisha yetu. Karibu mzee wa kanisa. Baba yetu na Mungu wetu mtakatifu, tunakushukuru kwa sababu umejua kuzungumza pamoja nasi katika mchana wa leo. Amen. Umetukumbusha somo makini sana kupitia mtumishi wako Mzee Jimmy, na umetukumbusha jinsi ambavyo tunaweza kudhani kwamba tuko salama, lakini tuna hatari kubwa inakuja mbele yetu kama tutachukulia poa huu ujumbe. Shetani anacheza na anapanga mbinu zake kwa akili sana, kiasi kwamba mawazo yetu na fikra zetu zimetekwa. Lakini mwisho wa siku ni kupotea. Na ana uhakika kabisa kwamba yeye ni wa kupotea. Na amejifungamanisha kabisa akisema hayuko tayari kupotea peke yake. Yaani hayuko tayari kupokea ghadhabu yako peke yake. Kupokea ghadhabu, anahitaji kupokea mapigo, anahitaji kupokea hukumu ya milele watoto wako. Somo hili limekuja kwetu na kutukumbusha ya kwamba Kristo bado tunayo nafasi ya pekee ya kufanya maamuzi ya kukataa shetani na mambo yake. Bado tunayo nafasi ya kukataa uovu kwa aina yake. Bado tunayo nafasi ya kukataa dhambi kwa aina zake. Mchana wa leo umesema nasi hili somo. Anatucheza na akili zetu na anaamini ya kwamba, lakini Bwana tunakushukuru kwa sababu kwa somo hili umetupatia nafasi ya kupiga kona na kurudi katika mstari ambao ni wa kwako Bwana. Ndio maana kusengenya siku hizi sio tatizo, uzinzi sio tatizo, na hata hatia hatuisi Bwana. Ulevi ni kitu cha kawaida kabisa, wanasema ni wai Bwana. Yaani mambo matakatifu yamepuuziwa, hata ibada nayo tumechukulia poa na tunaona ni kawaida. Tukiendelea kusoma katika hiyo Warumi, Bwana unasema ya kwamba
uliwaacha waendelee katika njia yao, kwa sababu walijiona wana hekima kuliko wewe. Bwana, kuna muda imefika tumejiona tuna hekima kuliko wewe, lakini mchana leo umetuambia ya kwamba hekima yoyote inayotoka nje na uwepo wako, si hekima, ni uasi. Na tukitaka kuwa na hekima tufuate nini? Unasema Bwana, saidia kanisa lako kusikia sauti yako. Tusaidie watoto wako kuwa na hofu ya sauti yako. Tusaidie kuwa wanyenyekevu. Tusaidie kuwa na mioyo ya nyama iliyopondwa. Neno lako linapohubiriwa ikapate kumea katika mioyo yetu. Bwana, umesema katika Isaya ya kwamba masikio yako sio mazito hata usiweze kusikia maombi yetu. Kumbe kuna muda Bwana, kwa sababu ya dhambi zetu, wenda ndio maana hata tunashindwa kupata eneo kwa wakati. Kwa sababu ya dhambi zetu ndio maana kanisa halikui. Kwa sababu ya uovu wetu Bwana, ndio maana tumeshindwa kumove on, tuko pale pale. Katika ibada ya leo Bwana, umesema ya kwamba maovu yetu ndio yametufarakanisha na wewe, hata masikio yako yasiweze kusikia. Kwenda kuna mmoja alikwisha kuolewa, wenda kuna mmoja alikwisha kupata kazi, wenda kuna mmoja alikwisha kupanda viwango vikubwa, lakini kwa sababu ya uovu. Bwana, katika sabato ya leo tufundishe kukataa uovu kwa aina yake. Wenda kwa sababu ya magonjwa yanayotusibu, na wenda Bwana ulikwisha kutenda, lakini kwa sababu ya dhambi tulizokupatia. Sauti ya leo, sauti yako leo imetukemea Bwana, na kila mwenye masikio ya kiroho akapate kusikia huu ujumbe, na kila mmoja wetu akajitafakari kwa umakini, ni uovu gani unaomfarakanisha na Mungu wake. Mtakatifu akaturudishe katika mstari mnyoofu. Bwana, ukapate kusikia maombi yetu. Bwana, ukapate kusikia mahitaji yetu. Bwana, ukapate kutujibu, kwa sababu katika sabato ya leo tumenuia kuacha uovu kwa aina yake. Tumenuia kuacha dhambi kwa namna yake. Tunakushukuru, tunakutukuza kwa sababu neno lako limechoma mioyo ya watoto wako, na hili umesema likihubiriwa kwa uaminifu, mioyo ya watoto wako itachomwa. Watajihoji ya kwamba tutendeje, wataambiwa watubu na kubatizwa. Wamepiga hatua za ushindi, hatua za kishujaa, wakitaji kufanya agano pamoja na wewe. Bwana, washikilie kwa mkono wako wenye nguvu. Wametangaza vita, lakini wewe ni mshindi wa vita. Ukawashindie Bwana, hata watakapokwenda kuzaliwa kwa maji na kwa Roho. Tubariki Bwana, tubariki na ukatufungue tena. Asante kwa sabato hii. Asante kwa neno hili, kwa sababu Bwana umesema nasi. Kwa jina la Yesu. Amen.